Pamoja na kuwa na joto jingi, hasa kipindi cha joto, mikoa ya Dar es Salaam, Pwani, Morogoro, Tanga pia imebarikiwa kuwa na hali ambayo inaruhusu mazao mengi sana kuweza kustawi. Hapo ili shina unaloliona mbele yangu ni shina la karanga. Najua kuna wengine hatujawahi kuona shina la karanga likiwa shambani, tunazifahamu karanga tu. Hili ni shina la karanga na tayari lina taga, na utajua ukiona maua ya karanga yanafanana kama hili na shina lake linakuwa kama hili. Kulingana na aina ya karanga, kuna karanga kimsingi hapa kwetu tunazoziona sana ni aina mbili, kwa maana ya ukubwa, zile kubwa na zile ndogo. Wanaotaka maalum kwa ajili ya kutengeneza mafuta, kukamua mafuta, basi zile karanga ndogo ndizo wanasema zina mafuta mengi zaidi. Lakini kama unataka tu kutafuna, zile kubwa ndo wengi wanazipendelea, japo kutokana na kwamba wengi wana target au wanataka kupata mafuta, wanalima sana zile karanga zenye umbo dogo au tuseme umbo dogo. Kwa hiyo hapa ni mchanganyiko, sikumbuki kama naweza nikasema lipi ni umbo dogo na lipi ni umbo kubwa, lakini shina lake kwa ujumla la karanga linafanana namna hii. Na karanga kama kawaida upande mapema msimu wa mvua unapoanza, hasa huku Pwani tunapenda kupanda kipindi cha mvua ya mwaka, ile mvua ya masika. Hata vuli tunapanda, lakini mvua ya masika tunapanda. Cha msingi uzingatie palizi kwa wakati wake, uzipalilie mapema. Unaweza kuweka mbolea ya booster. Mara nyingi mimi napenda kuweka mbolea ya maji, NPK ya maji, na nyunyizia, basi karanga zako zinaenda vizuri. Na zikishakuwa kidogo tu, karanga uzitengenezee tuta, yani uvute udongo. Unaona kama hapa karanga zilivyo ni kwamba kama hii, unaona huu mzizi utashuka chini, ukishakanyaga tu kwenye ardhi hapo tayari unazaa karanga. Naona hili huwa hapa, naona huu mzizi unashuka chini, huu na huu. Ina maana huu ukifika hapo chini unatengeneza karanga, na huu ukifika hapo chini unatengeneza karanga. Kwa hiyo zikifika, unaona kama hii hapa ishaingia ndani, ukivuta hivi unaona karanga hii hapo inakuwa. Kwa hiyo ukiifukia tayari inatengeneza karanga. Kwa hiyo zikifika level hii, unachukua udongo wa huku unavutia huku, unachukua udongo wa huku, ni kama unatengeneza tuta kulizunguka shina lenyewe. Kama umepanda kwenye mstari kama hivi, unaweza tu kuvuta udongo hapa katikati ukapeleka huku, ukavuta udongo hapa katikati ukapeleka huku, ukatengeneza tuta. Basi karanga zako zitazaa zaidi kuliko ukiacha bila kuweka matuta. Na kama nilivyosema, unaona. Kwa hiyo hizi wakati mwingine kama shina ni kubwa, unaweza kulilaza kama hivi, halafu kaweka udongo hapa. Ina maana hii mizizi yote unayoiona itashuka chini, inatengeneza karanga. Lakini kwa kawaida, kwa sababu ni unakuta kama umelima sehemu kubwa, hiyo kazi ni kubwa, sio rahisi kufanya. Kwa hiyo huwa tunavutia udongo wa upande mmoja na upande mwingine unaweka katikati, ili karanga zako ziweze kuzaa zaidi. Kwa hiyo cha kuzingatia, panda karanga ambazo unapendelea, kama ni zile kubwa au ndogo. Panda mapema msimu wa mvua unapoanza, palilia mapema, weka mbolea kama unaweka. Karanga pia zinapenda samadi. Kama unaweza kuwa na samadi nzuri ambayo imeiva wakati wa kupanda, pia zinasaidia, zinakubali. Kwa hiyo ukiangalia kama hii inavyotambaa, ukishika ukivuta ni ngumu, kwa sababu tayari ile mizizi imeshashika chini. Unaona? Kwa hiyo maana hapa kutatoka mzizi utaenda huku, hapa utatoka mzizi utaenda huku, hapa utatoka mzizi utaingia huko, utatengeneza karanga nyingine. Kwa hiyo hivi ndivyo vitu baadhi vya msingi vya kuzingatia wakati wa kupanda karanga. Asante sana kwa kutazama, usisahau kusubscribe, na kama unatamani kuendelea kujifunza mbinu kadhaa za ufugaji na kilimo, karibu sana kwenye hii channel, subscribe. Lakini pia ngoja nikuoneshe njugu. Kuna watu hatujawahi kuona njugu. Hili ni shina la njugu ambalo tayari limekomaa. Kwa hiyo jinsi ya kulima ni kama ambavyo tunalima karanga, lakini hili
karanga zake ambazo ndo njugu huwa zinakuwa namna hii. Mara nyingi likikomaa zinakuwa hapa chini, kwa hiyo unakuta zinakomaa alafu zinajiachia kama unavyoona hivi, alafu zinakuwa hapa chini. Kwa hiyo ukifukua hapa chini utazikuta nyingi tu zimekaa hapa kama unavyoona hizi. Tofauti na karanga ambazo uking'oa mara nyingi zilizo nyingi unakuta bado zimejishika kwenye shina, lakini njugu zikikomaa mara nyingi unakuta zinakuwa hapa chini kwenye shina. Kwa hiyo hizi unaweza kwenda kuzichemsha. Ukichemsha zinalika kama karanga, lakini zikiwa mbichi namna hii huwezi kula, tofauti na karanga. Karanga unaweza kula zenyewe kama zilivyo bila kuchemsha, lakini njugu haziliki mpaka uzichemshe. Unaona shina lake linavyofanana hivi, limesha kauka. Kivuta tu hivyo unakuta njugu hizi hapa. Kwa hiyo zinafanana namna hii. Kwa hapo unaenda unaziosha, unachemsha. Ukipasua huko ndani ndo unaikuta ile njugu yenyewe, lakini hizi bado ni mbichi, hazijakauka vizuri. Kwa hiyo asante sana kwa kutazama. Kama unatamani kuendelea kujifunza, huu ni mchaichai kwa tusiojua, mchaichai wa kawaida, lakini hapa kuna mchaichai niliokuta mahali unanukia vizuri sana kama unavyoona huu. Mwenyewe alisema ni mchaichai wa kizungu. Nafuatilia kujua jina lake, lakini ni mtamu sana kwenye chai. Unanukia vizuri sana. Kwa hiyo asante kwa kutazama, subscribe kama bado, na Mungu akubariki.